Unapatikana mada ya kuondoa mparanganyiko ya mkojo kwa watu wazima. Mparanganyiko wa mkojo ni kitu gani? Mparanganyiko wa mkojo ni hapo kuna watu fulani wanafikiwa na hali ya mkojo kutoka. Kwa hiyo mkojo unaziba, mkojo haitoki. Tiba ya Waafrika. Hamjambo ndugu watazamaji wa kipindi chetu cha Tiba ya Waafrika. Katika hii siku ya leo nimekuletea somo fulani ya mmea fulani ambao ni mmea maarufu sana. Na hiyo mmea ni mmea inayoitwa maboga. Ikiwa kama wewe hulifahamu hiyo mmea, basi tizama kwenye skrini ya simu yako, utaweza kulifahamu. Utakapoliona hiyo tunda, utaliona hapo kwenye skrini ya simu yako, utafahamu kwa upande wako hilo tunda unaliita kwa jina gani. Katika hii siku ya leo nimepangilia kukuletea faida 31 za mada zinazopatikana kwenye hiyo mmea ya maboga. Unapolitumia hiyo mmea, unafahamu ndani yake unapata manufaa gani, na unapolitumia hiyo mmea hasa unafahamu unaingiza mada ya aina ngapi kwenye kiwiliwili chako, na unapotumia hiyo mmea unafahamu unaboresha kiwiliwili chako kupitia mada inayoitwa nini. Kwa hiyo katika hii siku ya leo nitakuomba kuwa pamoja nami katika hali ya kufahamu nini kinachopatikana kwenye hiyo mmea, na kuna mada za aina gani zinazopatikana kwenye hiyo mmea, na hizo mada inaitwa nini inayopatikana kwenye hiyo mmea. Ndio malengo yetu sisi kuweza kufahamisha ima jina ima yale yanayopatikana kwenye hiyo mmea, ili unapolitumia ufahamu unatumia faida ima unaingiza faida ya aina gani. Kwa hiyo leo nimepangilia kuweza kufafanulia faida 31 za mada zinazopatikana kwenye mmea ya maboga. Ni mimi tena hapa Dr. Jafar Kasim, mfasiri wako wa mmea na mitishamba. Tiba ya Waafrika. Wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba maboga ni mmea na ni tunda maarufu sana ulimwenguni, na ni tunda ambao haihitaji kusifiwa sana kutokana na umaarufu wake. Na taraji wewe hapo umekwisha kuliona picha ya hiyo tunda kwenye skrini ya simu yako, tayari unakwisha kulifahamu kama ni tunda ambao ni maarufu sana. Wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba na tunda hilo ni tunda yenye faida kubwa sana ajili ya kuboresha afya zetu sisi. Hiyo tunda ya maboga ambao wewe unalichukulia ni tunda la kawaida, hiyo tunda ya maboga ambao wewe unalikamata ni tunda ambao unalipata kwa muda wote, ni tunda ambao ukitafuta wapi utalipata masokoni, ni tunda ambao ukihitaji kwa time yote unalipata, lakini fahamu ni tunda ambao lina faida kubwa sana kwenye afya zetu sisi ima kwenye afya zako wewe. Kwa hiyo ndiyo maana tumekufikishia hii somo kwa siku ya leo uweze kufahamu faida inayopatikana kwenye hilo tunda la maboga. Wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba fahamu vyema mada zinazopatikana katika mmea ama tunda hilo la maboga. Nitakuomba kuwa nami unitekeleze vizuri, unifuatilie vizuri ili uweze kufahamu mada zinazopatikana kwenye hiyo mmea ya maboga. Na fahamu ya kuwa kuna faida 31. Basi nitakuomba kama makini sana ili uweze kufahamu mada 31 zinazopatikana kwenye hiyo mmea ya maboga ni mada za aina gani, na hiyo mada zinaitwa nini. Tiba ya Waafrika. Wanasema watafiti wa mmea na mitishamba namba 1. Katika maboga kunapatikana mada ya kuondoa mtiririko wa maji machafu kwenye kiwiliwili. Fahamu ya kuwa unapolitumia hiyo maboga ima unapoliona hiyo maboga, fahamu ndani yake kunapatikana mada ya kuondoa mtiririko wa maji machafu kwenye kiwiliwili. Kuna muda unaweza kujihoji ndugu mtazamaji, mtiririko wa maji machafu ni kitu gani? Maji kwenye kiwiliwili huwa kuna maji ambao huzalishwa kinyume ya mpangilio ya afya za binadamu. Kuna watu wanagunduliwa na maji ndani ya tumbo, wanachotwa maji ndani ya tumbo. Kuna watu wanachotwa maji kwenye mafigo. Hiyo ndio huitwa maji machafu. Maana yake ni maji ambao haina manufaa kwenye afya ya binadamu. Hiyo ndio maji machafu. Tiba ya Waafrika. Kwa hiyo namba 2, fahamu ya kuwa kwenye hiyo namba 1 kunapatikana mada ya kuondoa mtiririko wa maji machafu kwenye kiwiliwili. Namba 2, kunapatikana mada ya kuondoa mtiririko wa damu ndani ya kiwiliwili. Fahamu ya kuwa unapoliona hiyo maboga ndani yake kunapatikana mada ya kuondoa mtiririko ya damu ndani ya kiwiliwili. Mtiririko wa damu inakuja katika njia moja ima mbili. Kuna mtiririko wa damu ambao huja kwenye afya ya mwanadamu kutokana na kuchanika mishipa ndani ya kiwiliwili. Kuchanika mishipa ndani ya kiwiliwili hutokana na mambo fulani, ima pressure. Kuna tatizo la pressure, kuna zile pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Hasa pressure ya kupanda husababisha
maana yake shinikizo la moyo, ima mzunguko wa damu unakuwa inapita kwenye kiwango ambao sio kiwango ya kawaida, inapita kwenye kiwango ya kasi zaidi, na inapita kwenye kiwango ambao husababisha kuvimba kwa mshipa, basi mshipa huchanika. Hiyo damu hutiririka ndani ya kiwiliwili, ndio husababisha, wanasema, mtiririko wa damu ndani ya kiwiliwili. Kwa hiyo kwenye hiyo tunda la maboga, ndani yake kunapatikana mada ya kuondoa mtiririko wa damu ndani ya kiwiliwili. Na pia kuna mtiririko wa damu ambao huja kwa sababu ya ajali. Kuna mtu anafanya ajali, ima anafikiwa na hali ya ajali, husababisha kuchanika ndani ya kiwiliwili, ima mshipa kuchanika ndani ya kiwiliwili, ima kuumia kwenye kiungo fulani ndani ya kiwiliwili, ambao husababisha damu hupenyeza kinyume ya kiwiliwili na humwaika kwa ndani ya kiwiliwili, ambao husababisha mambo mengine, ima husababisha usalama mdogo kwenye afya ya mwanadamu, ima husababisha hali fulani ambao sio hali ya kawaida, ambao inasababisha kumpelekea mtu hata kufa. Kwa hiyo ni katika hali ya mtiririko wa damu ndani ya kiwiliwili. Kwa hiyo fahamu ya kuwa kwenye hiyo mmea ya maboga namba 2 kunapatikana mada ya kuondoa mtiririko wa damu ndani ya kiwiliwili. Tiba ya Waafrika. Namba 3, wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kunapatikana mada inayopambana na ugonjwa wa prostate. Ugonjwa wa prostate ni ugonjwa ambao ni ugonjwa maarufu sana. Nadhani hapo sintofafanua zaidi. Unapolitumia, ima unapoliona hiyo maboga, fahamu ya kuwa ndani yake kuna mada inayotokana na hali ya kupambana na ugonjwa wa prostate. Hasa ugonjwa wa prostate huja kwa watu wazima, huja kwa wanaume, hasa watu wazima, kuanzia umri wa miaka 50 mpaka miaka 60 mpaka miaka 70. Kuna wale watu ambao katika zile umri wanajiwa na tatizo la ugonjwa wa prostate. Kwa hiyo fahamu ya kuwa ndani ya maboga kunapatikana mada inayopambana na ugonjwa wa prostate. Ndivyo wametuelekeza watafiti wa mmea na mitishamba. Namba 4, tiba ya Waafrika. Kunapatikana mada ya kuondoa mparanganyiko ya mkojo kwa watu wazima. Mparanganyiko wa mkojo tuliwahi kulifafanua tena kwenye darasa zetu ambazo tulizungumzia kwenye faida ya karoti. Tulizungumza ndani yake pia kunapatikana mada na kupambana na mparanganyiko wa mkojo kwa watu wazima. Na pia tatizo la mparanganyiko wa mkojo tuliipataga tena kwenye darasa zetu ambao tuliwahi kuzungumzia kwenye kitunguu maji. Ndani yake pia kuna mada inayopambana na hali ya mparanganyiko ya mkojo kwa watu wazima. Na pia tulipata tena hiyo faida kwenye darasa zetu iliyopita kupitia kitunguu maji. Ndani yake pia tulipata mada zenye kupambana na hali ya mparanganyiko ya mkojo. Na hiyo tena mada tumeipata kwenye maboga kwenye namba 4. Wanatuelekeza hapo watafiti wa mmea na mitishamba, ndani yake kunapatikana mada ya kuondoa mparanganyiko ya mkojo kwa watu wazima. Mparanganyiko wa mkojo ni kitu gani? Mparanganyiko wa mkojo ni hapo kuna watu fulani wanafikiwa na hali ya mkojo kutoka. Kwa hiyo mkojo unaziba, mkojo haitoki. Na hiyo hutokana na sababu 2 ima 3. Lipo siku fulani ambao tutalitoa hiyo faida, ima tutalitoa hiyo darsa ambao mambo inayosababisha kufikiwa na hali ya mparanganyiko ya mkojo, ima kuziba kwa mkojo. Tutalizungumzia kwenye darsa zitakaokuja, kutokana watu waweze kufahamu tatizo la kuziba kwa mkojo linaletwa na nini, ima inaletwa na sababu gani. Kwa hiyo fahamu kwenye hii mmea ya maboga ndani yake kunapatikana mada ya kuondoa mparanganyiko ya mkojo. Kwa hiyo tumezungumzia mparanganyiko wa mkojo huja kwa watu wazima. Kwa hiyo wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kwenye namba 5, tiba ya Waafrika. Katika hiyo mmea maboga kunapatikana mada ya kuondoa minyoo kwenye matumbo. Minyoo hasa hilo ni tatizo ambao huvamia watoto wadogo na pia hata kwa watu wazima, lakini kwa watu wazima kuna minyoo kadhaa ambao ndani yake kama kuna hiyo amib, na hiyo pia ni minyoo. Minyoo ni katika yale madudu inayopatikana ndani ya matumbo zetu. Kwa hiyo ni madudu ambao inapofikiwa kiwango fulani, hiyo madudu huleta katika hali ya ukosefu ya usalama kwenye matumbo zetu. Kwa hiyo ndio tunaita minyoo. Kwa hiyo fahamu ya kuwa kwenye hiyo mmea maboga ndani yake kunapatikana mada inayopambana na minyoo kwenye matumbo. Tiba ya Waafrika.
Faida ya 6, wanasema watafiti wa mimea na mitishamba ya kwamba kunapatikana mada ya kuondoa bakteria kwenye kiwiliwili. Bakteria ni mikrobe, bakteria ni uchafu. Kuna bakteria ambao inatujia kupitia hali ya kutokuandaa sahani zetu za vyakula. Sahani ndani yake ina uchafu, unaweka chakula kwenye sahani ambao haikuoshwa vizuri, unakula kwenye chombo ambao ndani yake linajaa vumbi, unakula kwenye chombo ambao haieneze usalama kamili ya usafi wake. Hapo unapolitumia unatumia vyakula vyenye kuwa ndani yake na bakteria. Na bakteria huja pia katika hali ya hewa. Tunatembea mabarabarani, tunakaa barabarani, kuna mambo tofauti ambayo yanayopita ndani ya hewa, kwa hiyo hutuletea tatizo la bakteria pia. Na bakteria pia huja kwenye maji ambayo tunaolitumia. Kiwa kama unatumia maji machafu ambao halina usafi kamili, haikupitizwa kwenye maabara tofauti ajili ya kucheki hiyo maji, ima unakunywa maji ambao haikuandaliwa kwenye mfumo mzuri ya kuweza kuboresha afya yako, ndani yake ina bakteria. Bakteria huingia katika mfumo kama hiyo. Na pia bakteria zingine hutokana na hali ya maeneo ambao tunaoishi manyumbani kwetu. Pia hata katika hali ya kukaa kwenye kiti, kuna bakteria ambao huingia kwenye viti ambao watu wanaikalia. Pia kwenye vitanda kuna bakteria ambao hupita kwenye vitanda, na pia kuna bakteria ambao huletwa na madudu. Mfano, mbu huingiza bakteria, nzi huingiza bakteria. Kwa hiyo bakteria ni katika mikrobe ambao inapandikizwa eneo fulani au imeletwa na kitu fulani na hadi ikaingia kwenye kiwiliwili, basi hiyo inaingia mikrobe fulani ambao inaitwa bakteria. Kwa hiyo fahamu, kwenye hii mmea maboga ndani yake kunapatikana mada ya kuondoa bakteria kwenye kiwiliwili. Hiyo ni katika namba 6. Namba 7, tiba ya Waafrika. Kunapatikana mada ya kupambana na hali ya kutopata haja kubwa. Hali ya kutopata haja kubwa, ndugu mtazamaji, tuliwahi kuifafanua hiyo jambo. Ndani ya hiyo mmea ya maboga, ndani yake kunapatikana mada ya kupambana na hali ya kutokupata haja kubwa. Kutokupata haja kubwa kunatokana na tatizo la intestine, matumbo. Tuliwahi kulizungumza hata kwenye somo tofauti zilizopita, utafuatilia kwenye video zetu tofauti. Tuliwahi kuzungumza hali inayosababisha mtu kutokupata haja kubwa. Hatujawahi kuifafanua hiyo jambo katika darasa yake maalum, lakini tuliwahi kufafanua katika mada zinazopatikana kwenye mimea tofauti ambao ziko kwenye channel hii. Kwa hiyo sababu ya kutokupata haja kubwa, kuna hali ya kutokupata haja kubwa kutokana na matumbo zetu. Kuna watu ambao matumbo zao ni membamba, inakonda. Unakuta zile matumbo husababishwa na hali ya kutokupata chakula kwa muda wake maalum. Na pia kutokana na hiyo hali, kuna watu wengine matumbo zao zinakuwa membamba. Unakula chakula alafu kusema hiyo matumbo iweze kupitiza kiwango ya uchafu ambao inaotoka tumboni mwako inakuwa ni shida. Na kuna hali ya watu ambao wanapata tatizo la kutokupata haja kubwa kutokana na matumbo zao inajizinga. Kwa hiyo kuna wale watu ambao inalazimika wanafanyiwa operation ajili ya kunyoosha matumbo. Kwa hiyo kuna hali ya kutokupata haja kubwa katika mfumo ya tatizo kama hiyo, wanasema problem ya intestin grêle. Kuna gros intestin na kuna intestin grêle. Kwa hiyo zile matumbo makubwa pamoja na matumbo madogo, kunakuta matumbo ya mtu inajizinga. Kwa hiyo husababisha hali ya kutokupata haja kubwa. Na kuna hali nyingine ya kutokupata haja kubwa kutokana na vyakula ambao isioendana na hali ya usalama ya matumbo zetu. Kuna watu tunatumia vyakula vikavu sana, zina mfano zake ziko nyingi sana. Na pia kuna vyakula ambao husababisha hali ya kupata haja kubwa, vyakula zitokanazo na farini, unga wa farini. Kwa hiyo unga wa farini, unapotumia mkate ima unapotumia vitumbua kwa sana, farini inaingia kwa wingi sana kwenye matumbo yako, husababisha pia kutokupata haja kubwa. Kwa hiyo ni vyema zaidi, kama namna wametuelekeza watafiti wa mimea na mitishamba, ya kwamba kutumia maboga. Ipo siku tutazungumzia mimea ima tutazungumzia mboga ambao zenye kuboresha afya katika hali ya kuweza kupata haja kubwa pasina kuwa na uzito yote. Iko siku tutatoa hiyo somo kwenye hii channel ili uweze kupata manufaa ya kufahamu mboga yenye manufaa katika hali ya kuboresha hali ya kupata haja kubwa. Kwa hiyo fahamu, kwenye hii mmea maboga ndani yake kunapatikana mada ya kupambana ima mada ya kuzibua hali ya kupata haja kubwa kwa usalama. Ndio wametuelekeza watafiti wa mmea na mitishamba. Hii ni katika hali ya namba 7. Namba 8, tiba ya Waafrika.
Wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kunapatikana mada inayopambana na hali ya shinikizo la moyo, pressure. Kuna pressure ya kupanda na kuna pressure ya kushuka. Kwenye hii mmea maboga ndani yake kunapatikana mada inayopambana na hali ya shinikizo la moyo. Ikiwa kama una tatizo la shinikizo la moyo ya kupanda, basi fahamu hii mada ambayo inapatikana kwenye mmea maboga basi ni tiba tosha kwako kutokana na hali ya shinikizo la moyo. Ikiwa kama una shinikizo la moyo la kushuka, fahamu katika hii mmea maboga ndani yake kunapatikana mada inayopambana na hali ya shinikizo la moyo. Kwa hiyo namba 9, tiba ya Waafrika. Wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba katika mmea maboga kunapatikana mada inayopambana na tatizo ya cholesterol. Cholesterol ni tatizo maarufu ambao fika kwa watu tofauti. Kwa hiyo katika hii mmea maboga fahamu ya kuwa ndani yake kunapatikana mada inayopambana na tatizo ya cholesterol. Namba 10, tiba ya Waafrika. Katika hii mmea maboga wanatuelekeza watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kunapatikana mada inayotuliza maumivu zitokanazo na kuingia kwenye menopause kwa kina mama. Menopause ni nini? Menopause ni hali ambayo hufikia kwa mwanamama ikiwa kama umekwisha kuwa kwenye umri ya miaka 50, 45, 50 kufikia hadi kwenye umri wa miaka 60. Fahamu ya kuwa uzazi wako inakwisha kwenye kifuko cha uzazi. Tayari uzazi wako inafika kileleni. Tayari uzazi wako haupo tena katika hali ya kuweza kupata ujauzito na kuweza kuzaa tena mtoto. Hiyo ndio hali ambao inazungumziwa menopause. Kwa hiyo kuna watu fulani, kuna kina mama fulani ambao wanapofikia katika hali ya kuingia kwenye hiyo hali ya menopause hufikiwa na maumivu fulani kwenye tumbo zao ima kwenye trompe, kwenye kifuko cha uzazi. Kwa hiyo katika hii mmea maboga ndani yake kunapatikana mada inayopambana na maumivu zitokanazo na hali ya kuingia kwenye menopause. Ndivyo wametuelekeza watafiti wa mmea na mitishamba. Hiyo faida ya 11, tiba ya Waafrika. Kunapatikana mada ya kutakatisha ngozi. Ndivyo wametuelekeza watafiti wa mmea na mitishamba. Kwenye hii mmea maboga ndani yake kunapatikana mada ya kutakatisha ngozi. Kuna watu ambao ngozi zao zinaharibika kutokana na zile vipere zitokanazo kwenye uso. Kuna watu wanaharibika ngozi kutokana na makovu fulani ambao inaopatikana kwenye ngozi kupitia katika mafuta ambao watu wanapaka, kupitia mafuta za hydroquinone, kupitia pia mafuta ambao watu wanapaka. Unakuta hiyo mafuta inakataa ngozi yako, haiendani na ngozi yako, basi husababisha kugubikwa na hali za maalama fulani kwenye uso, husababisha kugubikwa na hali ya kutokwa na mavipere usoni, husababisha kugubikwa na hali ya kuchafuka ngozi. Kwa hiyo kwenye hii mmea maboga fahamu ndani yake kunapatikana mada ya kutakatisha ngozi. Ikiwa kama ngozi yako ipo muonekano wake sio mzuri wenye kupendeza, basi kwenye hii mmea maboga ndani yake kunapatikana mada ya kutakatisha ngozi. Hii ni katika faida ya 11, tiba ya Waafrika. Faida ya 12, wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kwenye hii mmea maboga kunapatikana mada ya kutuliza mishipa za kichwa. Katika hali ya kutuliza mishipa za kichwa kunatokana na hali ya kutokuwa na amani kichwani, maana yake stress. Kuna watu wana stress hadi kichwa kinauma, mshipa ya kichwa hakitulii. Na kuna vinywaji fulani ambao watu wanautumia pia husababisha mparanganyiko wa mishipa ya kichwa. Na pia kuna hali ambao hutokana na hali ya kutokuwa na usalama kwenye mishipa ya kichwa kutokana na hali ya maajali tofauti inayowafikia watu. Kwa hiyo fahamu ya kuwa kwenye hiyo mmea maboga kunapatikana mada ya kutuliza mishipa ya kichwa. Na kuna mishipa ya kichwa ambao haitulii, mtu anakuwa na mparanganyiko ya maumivu fulani kichwani kwa hali ya kutokupata usingizi. Kwa hiyo mada inayopatikana kwenye hii mmea maboga ni mada ambao hukusaidia kutuliza mishipa ya kichwa. Hii ni katika faida ya 12. Faida ya 13, tiba ya Waafrika. Wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba katika hii mmea maboga kunapatikana mada ya kuziwia mnyonyoko wa nywele kichwani. Kuna watu wana tatizo la kunyonyoka nywele kichwani. Hiyo kunyonyoka nywele inatokana na vitamini fulani inayokosekana katika hali ya kuboresha ukuaji wa nywele yako. Kuna vitamin C. Hiyo ni vitamin ambao husababisha nywele kukua kwenye muonekano mzuri. Kuna vitamin A.
Hiyo vitamin ni vitamin ambao husababisha kuweza kuboresha hali ya nywele yako kichwani. Ikiwa kama wewe una mapungufu ya vitamin C, ikiwa kama wewe una mapungufu ya vitamin A, pia husababisha mnyonyoko wa nywele pasina sababu. Kwa hiyo unapokuwa wewe una matatizo ya mnyonyoko wa nywele, basi jaribu msogele daktari waweze kwenda kupima kwenye kiwiliwili chako, ima kupima afya zako kupitia damu, ili waweze kutizama una mapungufu ya vitamin gani. Ikiwa kama utakuta una mapungufu ya vitamin A ima vitamin C, basi italazimika uweze kufuatilia hali ya matumizi ya mmea maboga, ima kupitia mimea tofauti ambayo tumekwisha kulizungumza ambao ndani yake ina hilo vitamin, basi ulitumie zaidi ni mmea ambao katika hizo mmea, ili hiyo mmea iweze kuingiza lile vitamin kwenye kiwiliwili chako, uweze kuziwiliwa na hali ima uweze kuepukana ima kuepukika na hali ya kutokunyonyoka nywele. Kwa hiyo hiyo ni katika faida ya 13. Faida ya 14, tiba ya Waafrika. Wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba katika mmea maboga kunapatikana mada ya kuondoa mchoko mwingi mwilini. Mchoko mwilini. Mchoko ni hali ambao hufikiwa na hali ya kutumika kazi kwa sana. Tatizo la mchoko tumewahi hata kulizungumzia kwenye somo letu la tangawizi. Tulifafanua hapo. Ikiwa kama hukuweza kupata hiyo ufafanuzi hapa zaidi, basi fuatilia darasa zetu ya tangawizi katika faida 13 zinazopatikana katika hali ya kutumia chai ya tangawizi. Tuliweza kuifafanua hapo. Hata kwenye darasa zetu za mimea zingine tuliweza kufafanua hali zitokanazo na mchoko inaletwa na nini. Mchoko inaletwa na hali ya kazi nyingi kwa sana. Mchoko huletwa kwa katika hali ya kutembea kwa mguu kwa sana, na mchoko huletwa katika hali ya kukaa sehemu moja kwa sana, na mchoko huletwa katika hali ya kunyangua mzigo fulani au kitu kizito kwenye mwili wako, ima kwenye kitu kizito kichwani ima mgongoni, huletwa mchoko. Na mchoko hutokana na hali ya kutumia mwili kwenye kitu fulani ima kwenye jambo fulani kwa sana pasina mapumziko. Hiyo ndio huitwa mchoko. Kwa hiyo katika hii mmea ya maboga katika faida ya 14 kunapatikana mada zinaopambana ima kunapatikana mada ya kuondoa mchoko mwilini. Faida ya 15, tiba ya Waafrika. Kunapatikana mada ya vitamin A kwenye hiyo mmea ya maboga. Fahamu ndani yake kunapatikana mada ya vitamin A. Faida ya 15. Faida ya 16, kunapatikana mada ya vitamin C kwenye hiyo mmea ya maboga. Unapoliona hiyo mmea ima hilo tunda, basi fahamu ndani yake kunapatikana mada ya vitamin C. Katika faida ya 17, kwenye mmea ya maboga hiyo kunapatikana mada ya vitamin B1 kwenye hiyo mmea. Vitamin B1 tulipata hata kwenye tangawizi, na tena hiyo vitamin B1 tumeipata tena kwenye hii mmea ya maboga. Hiyo ni katika faida ya 17. Faida ya 18, kunapatikana mada ya vitamin B2. B2 tulipata kwenye tangawizi, na tena hiyo mada ya B2 tumeipata tena hapa kwenye mmea ya maboga. Katika faida ya 19, tiba ya Waafrika, kunapatikana mada ya vitamin B9. B9 imepatikana kwenye hii mmea ya maboga, lakini kwenye tangawizi hatukupata B9, lakini kwenye mmea ya maboga kumepatikana mada ya vitamin B9. Hizo mada zote ni katika mada ambao zinaopatikana kwenye mmea kwa ajili ya kuboresha afya zetu. Ima mada tulizungumzia tena ni katika zile virutubisho inaopatikana kwenye mmea kwa ajili ya kuboresha afya zetu. Ndio maana tunakufafanulia hii mada kwa ajili unapotumia hiyo mmea maboga, fahamu ndani yake kunapatikana mada gani. Kwa hiyo kwenye faida ya 19 kunapatikana mada ya vitamin B9. Faida ya 20, kwenye hiyo mmea maboga kunapatikana mada ya vitamin A. Vitamin A inapatikana kwenye hii mmea ya maboga. Ikiwa kama wewe ulikuwa unaiona hiyo tunda ima hiyo mmea ni mmea ya kawaida, lakini fahamu ndani yake hiyo mmea ni pharmacy tosha lenye faida kubwa kwa ajili ya kuboresha afya zetu sisi. Kwa hiyo fahamu ndani yake kunapatikana mada ya vitamin A. Katika faida ya 21, katika hii mmea maboga wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kunapatikana mada ya chuma, fer. Kwenye hiyo mmea maboga ndani yake kunapatikana mada ya chuma. Hiyo mada ya chuma ni mada ambao hukusaidia wewe katika hali ya kuboresha ukuaji wa mfupa wako, kukaza mfupa yako, kukaza misuli yako, kukaza viungo vyako vya kiwiliwili iwe ni viungo ambao viko imara pasina tatizo lolote. Na hiyo mada ya
chuma ni mada ambao hukusaidia wewe kwenye umri ya utu uzima, kuanzia kwenye umri ya miaka 50, miaka 60, miaka 70, unakuwa ni mtu mzima, ima mzee mwenye nguvu kamili. Wakitizama umri wako na nguvu yako ni tofauti. Ndio maana kuna watu wazima fulani ambao unatizama huyu ni mzee, lakini huyu mzee hutuamini kama ni mzee wa umri kadhaa, wa umri wa miaka 70, ima wa umri wa miaka 80, ima wa umri wa miaka 50, ima wa umri wa miaka 60. Unamkuta ni mzee ambao anakaza zaidi, ni mzee ambao nguvu yake liko imara, ni mzee ambao afya yake liko imara. Hiyo ni katika zile mada za chuma zimeenea kwenye kiwiliwili chake. Kwa hiyo kuna mtu mwingine unamkuta ana umri mdogo lakini anazeeka, anakuwa mdhaifu zaidi ya huyo mzee mwenye umri wa miaka 60 ima miaka 50. Kwa hiyo huyo mada ya chuma ilikaa vizuri kwenye kiwiliwili chake, ambao inamchunga yeye kwenye ile umri wa kupunguka kwa nguvu, basi nguvu yake inakuwa liko imara. Ndio faida inayopatikana kwenye hii mada ya chuma. Faida ya 22, tiba ya Waafrika. Katika hii mmea ya maboga, ndugu mtazamaji, kunapatikana mada inayoitwa zinc. Zinc ni mada ambao huboresha kiwiliwili chetu. Zinc ni mada ambao huboresha viwiliwili vyetu kutokana na hali ya kugubikwa na maradhi tofauti ambao zinaoingia kwenye viwiliwili vyetu na kuweza kuleta udhaifu fulani kwenye eneo husika ama eneo fulani kwenye viwiliwili vyetu. Kuna maradhi ambao huingia kwenye afya ya mwanadamu na hutunga sehemu fulani na huleta zile udhaifu fulani, hadi wengine wanafikiwa na hali ya kuwa paralyzed, hadi wengine wanafikiwa katika hali ya kuwa na kuoza kiungo fulani, hadi wengine wanafikiwa na hali fulani ya kukatwa kiungo, kutokana mfano na maradhi ya diabetes, kutokana mfano na maradhi zingine hata kansa, kutokana mfano na maradhi ambayo inayosababisha kukatwa kiungo fulani ajili ya kupunguza ima kuondoa utapakaji ya hiyo maradhi kwenye kiwiliwili ili isiweze kuvamia viungo viule vya kiwiliwili. Kwa hiyo mada ya zinc hukusaidia kuchunga kiwiliwili chako isije ikaingiliwa na kugubikwa na hali kama hiyo, kama namna tumeweza kulifasiri hapo. Hiyo ni katika faida ya 22, tiba ya Waafrika. Faida ya 23, wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kwenye hiyo mmea ya maboga, ndugu mtazamaji, kunapatikana mada inayoitwa potassium. Potassium pia ni mada na ni vitamin nzuri ambao huboresha afya zetu sisi katika hali ya kulinda mwili wetu, ima kulinda viwiliwili vyetu kutokana na madhara ambao huingia katika hali ya kudhoofisha afya zetu. Kwa hiyo hii mada inaitwa potassium, ni mada inayopatikana kwenye mmea ya maboga. Katika faida ya 24, wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kwenye mmea ya maboga kunapatikana mada inayoitwa cuivre. Cuivre ni mada inayopatikana kwenye hiyo mmea ya maboga. Cuivre pia kuna madini ambayo inaitwa cuivre, na pia fahamu katika mmea ambao Mungu katuumbia ambao ni hii mmea ya maboga, ndani yake kunapatikana mada inayoitwa cuivre. Hii ni katika faida ya 24. Faida ya 25, tiba ya Waafrika. Katika hii mmea ya maboga wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kunapatikana mada inayoitwa calcium. Calcium ni mada inayopatikana kwenye hiyo mmea ya maboga. Calcium ni mada ambayo inayochunga damu yetu sisi, mimi na wewe. Ni mada ambayo inachunga damu zetu isiweze kugubikwa na maradhi tofauti ambao itakaoingia katika hali ya kuchafua damu. Ndio zile mada ya calcium. Kazi yake ni kuchunga kiwango ya damu, kuchunga usalama ya damu isije ikagubikwa na maradhi fulani ima bakteria fulani ambao ikasababisha machafuzi ya damu. Na hiyo calcium ni mada ambayo inachunga maji mwilini mwetu isije ikaingiliwa na mikrobe fulani ima bakteria fulani ambao likasababisha usalama chafu ima ikasababisha mparanganyiko ya usalama kwenye hali zetu za viwiliwili. Maana yake ni mada ambayo inachunga viwango wa damu, kulinda usalama wa damu kwenye kiwiliwili, na ni mada ambayo hulinda usalama wa maji kwenye kiwiliwili. Ni hiyo calcium. Tiba ya Waafrika. Katika faida ya 26, wanasema watafiti wa mmea na mitishamba kunapatikana mada inaitwa magnesium. Magnesium ni mada ambayo huboresha afya yangu mimi na wewe kutokana na vyakula ambao vinaingia kwenye afya zetu. Katika vyakula kuna vyakula ambao vinaingia na mabakteria. Katika vyakula kuna vyakula ambao inaingizwa mada ambao si mada asilia. Mfano, kuna mimea ambao zinalimwa kwenye rutuba za kemikali na kuna mimea ambao inakuwa kwenye
rutuba asilia. Sasa katika hiyo mmea ambao imelimwa kwenye rutuba za kemikali ambao hazieneze masharti za rutuba zake asilia, ni mimea ambao ikiingia kwenye viwili vyetu inaingia na chembe chembe za kemikali kwenye miili zetu na kuleta udhaifu fulani kwenye viwili vyetu katika njia moja ima njia mbili. Kwa hiyo hii mada ya magnesium ni mada ambao huchunga na hudhoofisha zile machicha za kemikali ambao inaingia kwenye viwili vyetu, kwa sababu ya isije ikaleta madhara katika njia moja ama mbili, ima uzalishaji wa maradhi fulani ambao itakaoleta madhara ya usalama ya afya zetu kwenye viwiliwili. Kwa hiyo fahamu ya kuwa kwenye hii mmea maboga kunapatikana hiyo mada ya magnesium. Katika faida ya 27, tiba ya Waafrika. Katika hiyo mmea maboga unasema utafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kunapatikana mada ya manganese. Manganese pia ni katika mada ambao hulinda vitamin zote ambao hupatikana kwenye viwiliwili vyetu isije ikavunjwa nguvu kupitia na kitu fulani ambao isiyokuwa kwenye mfumo mzuri ya afya zetu. Kwa hiyo manganese ni mada ambao hulinda vitamin tofauti ambao inayopatikana kwenye miili zetu. Kuna vitamin ambao hupatikana kwenye mzunguko wa uzazi. Kuna vitamin ambao hupatikana kwenye kifuko cha uzazi. Kuna vitamin ambao hupatikana kwenye zile wanasema sperme, zile maji ya uzazi ambao ipo kwenye miili za wanaume. Na kuna vitamin ambao hupatikana kwenye zile hormone ambao ni mbegu za uzazi, ima maji ya uzazi ambao hupatikana kwenye kifua cha mwanamke. Kwa hiyo katika hii mada, ima mada ya manganese, ni mada ambao huweka usalama katika hali ya mfumo ya uzazi ambao inayopatikana kwenye miili zetu sisi. Hiyo ni katika faida ya 27. Tiba ya Waafrika. Faida ya 28, wanasema watafiti wa mmea na mitishamba ya kwamba kunapatikana mada ya inayoitwa acid oleic. Acid oleic ni mada ambao inapatikana kwenye hii mmea ya maboga ambao inatusaidiza mimi na wewe kuvunja asidi ya aina yote ambao isiyokuwa bora kwenye afya zetu. Hizo asidi ni asidi inaingia kupitia vyakula tofauti ambao inaolimwa kwenye mfumo tofauti. Hizo asidi huingia katika njia moja ima mbili ya kila kitu ambacho inaingia kwenye afya zetu katika njia ambayo sisi wenyewe tusiolifahamu. Kwa hiyo acid oleic ni acid ambao husaidia kuvunja asidi ambao isiyokuwa na manufaa kwenye afya za binadamu. Hiyo ni katika faida ya 28. Tiba ya Waafrika. Faida ya 29, wanasema watafiti wa mmea na mitishamba wanasema kunapatikana mada ya caloric. Mada ya caloric ni mada ambao husaidia kulinda mafuta zipatikanazo kwenye viwiliwili vyetu ajili ya kuboresha afya zetu. Kuna mafuta ziko aina mbili ndugu mtazamaji. Kuna mafuta ambao halina manufaa kwenye afya zetu, na kuna mafuta ambao ni mafuta asilia ambao inayopatikana kwenye viungo vyetu vya kiwiliwili ajili ya kulinda afya zetu. Kwa hiyo kalori ni mada ambayo inapatikana kwenye hii mmea maboga ajili ya kulinda zile mafuta iwe kwenye usalama. Tiba ya Waafrika. Faida ya 30, kunapatikana mada ya lishe bora kwenye mbegu za mmea hiyo ya maboga. Ndivyo wametuelekeza watafiti wa mmea na mitishamba. Kunapatikana mada ya lishe bora kwenye mbegu ya mmea hiyo ya maboga. Ikiwa kama una mapungufu ya lishe bora, basi fahamu kwenye mbegu ya mmea ya maboga ndani yake kunapatikana mada ya lishe bora. Lishe bora ni chakula, ima ni vitamin ambao, ima ni mmea ambao huingiza vitamini fulani ajili ya kuboresha afya zako wewe. Ndio huitwa lishe bora. Katika faida ya 31, kunapatikana mada inayoitwa selenium. Selenium ni mada inayopatikana kwenye hiyo mmea maboga, kwa sababu ni mada pia ambao ni mada ya kuchunga usalama ya afya yangu mimi na wewe katika hiyo mmea maboga. Kwa hiyo tizama manufaa ambao Mungu ameweka kwenye hiyo mmea ajili ya kulinda afya yangu mimi na wewe, afya zetu sisi, afya ya ulimwengu. Kwa nini Mungu alifanya hivyo? Nikisema niulize, mimi na wewe, sisi na Mwenyezi Mungu, nani kampenda mwenzio sana? Mungu ametupenda sana kwa sababu ametuumbia mmea ambao kwanza ni chakula kwetu, ambao inaondoa njaa kwangu mimi na wewe, na pia ni mmea ambao ni pharmacy tosha ajili ya kulinda afya yangu ni mimi na wewe. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa kipindi hiki cha Tiba ya Waafrika, nitakuomba faida hii usibaki nao mwenyewe. Hii faida share na wengine ili tuweze kunusuru afya za watu
watu tofauti ulimwenguni. Ikiwa kama ndio mara yako ya kwanza kufungua hii channel, basi usisahau kusubscribe ima kusabone ili uwe nasi pamoja katika hali ya kupata manufaa ya mmea na mitishamba. Asante sana. Ni mimi tena hapa Dr. Jafar Kasim, mfasiri wako wa mimea na mitishamba. Kwaherini. Tiba ya Waafrika.